Wana Simba, tuna kila sababu ya kuja katika mchezo huu kwa wingi kwa sababu kadha wa kadha. Sababu ya kwanza, tunarejea uwanjani kwa kishindo. Mechi iliyopita tumeangalizia mechi Coco Beach, ilituuma. Mechi hii tunarejea uwanja Benjamin Mkapa. Maana yake ni kwamba tunapaswa kuoneshia watu ya kwamba sisi ni mashabiki wa uwanjani. Tuje kwa wingi siku hiyo kwa sababu tumemisi kuiona Simba yetu hasa kwenye michuano ya kimataifa. Lakini tunalazimika vile vile kuja kwa wingi uwanjani siku hiyo kwa sababu tunatakiwa kwenda kumkaribisha kwa mara ya kwanza meneja mkuu Dimitar Pantev. Tangu Pantev amewasili Tanzania, tangu Pantev amekuja Simba Sports Club, hajawahi kukutana uso kwa macho na wana Simba. Sasa kesho tarehe 26 ni siku ya kwenda kumkaribisha Dimitar Pantev, aione Simba Sports ikoje na aione Tanzania ikoje na aione Dar es Salaam inafananaje. Na wenye kufanya jukumu hili ni sisi wana Simba. Kimsingi ni kwamba tarehe 26 itakuwa ni Simba Day ya meneja mkuu Dimitar Pantev, kwa sababu Dimitar Pantev Simba Day hakuwepo, hajaipata ile ladha ya wana Simba. Tarehe 26 sasa anakwenda kuipata ladha ya wana Simba. Wana Simba tunawajibika kuja kwa wingi, kuja kumkaribisha meneja wetu. Lakini tulikuwa tukipiga kelele hapa, Simba yetu hatuielewi, inacheza mpira ambao hatuufahamu, inacheza mpira ambao hatuujui. Na ndio maana wengi wetu tukawa tumekata tamaa ya kwenda uwanjani. Sasa Simba yetu imerejea. Simba ya hatari imerejea. Simba yenye kasi imerejea. Simba ya kutisha imerejea. Simba ya pasi nyingi imerejea. Simba ya kushambulia muda wote imerejea. Simba ya wachezaji wasiochoka imerejea. Simba ya kukaba kama unakaba mwizi imerejea. Simba yetu imerejea kwenye kilele cha ubora. Unabaki nyumbani kufanya nini mwana Simba? Kila mwana Simba anatakiwa kuja uwanjani, kuja kuiona kwa macho namna ambavyo Simba yetu imebadilika msimu huu. Na haya sio maneno ya kuzungumza kutoka usingizini. Haya ni maneno ambayo tunazungumza, tumeiona Simba ikicheza. Na pale Simba imecheza, lakini haikucheza kwa kujitanua sana, kwa sababu mwalimu alisema uwanja ule ni mdogo. Uwanja ule tulochezea mechi wa Samuholo ni mdogo. Kwa mwalimu alishindwa kuonesha vitu vyake vya kutosha. Sasa Benjamin Mkapa ni uwanja ambao mwalimu anakwenda kujitanua, anakwenda kujiagalula, anakwenda kujiachia. Vijana wanakwenda kukimbia mwanzo mwisho. Ukikaa nyumbani siku hiyo unaidhulumu nafsi yako mwenyewe mwana Simba. Njoo Benjamin Mkapa uione Simba ikifanya balaa zito, uione Simba tuliokuwa tunaitaka. Simba yetu imerejea. Ndugu zanguni wana Simba, tuna kila sababu ya kuonesha tofauti ya sisi na wengine. Sisi ndio timu pekee ambayo imepata ushindi ugenini kwenye michuano. Ndaonaje hii siku tukaita Pantev Day? Mwanaume hana siku. Sawa bana Kwa hiyo hii ni Simba Day ya meneja Pantev. Lakini tunaangalia uwezekano wa kumfanya kuwa mgeni rasmi katika mchezo huu. Hiyo ndio title yetu sisi, mgeni rasmi. Nikishapata baraka za wakubwa zangu tutamtangaza kuwa mgeni rasmi. Ile mwanaume hana siku. Dizo anauliza hali ya watu wachezaji ambao walikuwa majeruhi. Kamara sijapata bado taarifa mpya kutoka kwa madaktari. Tumerejea jana, leo wako mapumziko. Kesho Mungu akijalia nitakapowasiliana na madaktari nitapata status yake. Lakini
Status ya mwisho ni kwamba Kamara aliondoka akaenda kwenye timu yake ya taifa ya Guinea, na baada ya kufika kule akafanya mazoezi, lakini akawa anasikia maumivu kwenye mguu ambao aliumia kwenye mechi dhidi ya Gaborone United. Kwa hiyo atarejea hapa nchini, nadhani amesharejea kama sikosei, mimi nilikuwa nimesafiri. Amesharejea na baada ya kurejea atafanywa vipimo ili madaktari waone na waamue anahitaji matibabu ya aina gani, kama ni operation, kama ni vidonge tu basi atapewa ili aweze kurejea kiwanjani. Kwa hiyo naamini mpaka kesho nitakuwa na majibu mapya. Bajaber alishaanza mazoezi tangu wiki iliyopita, na kesho timu ikiresume mazoezi na yeye atakuwa sehemu ya wanaofanya mazoezi kuelekea katika mchezo huo. Siwezi kujua kama atakuwa fit enough kuweza kupewa nafasi katika mchezo wa tarehe 26, hilo sina uhakika. Alassane Kante tayari nimeshaeleza, alikuwa anasikia maumivu kidogo, na mwalimu meneja Pantev akasema kama anasikia maumivu basi abaki nyumbani, nitasafiri na wale ambao wako fiti kwa 100%, kwa sababu mimi aina yangu ya pira mikazo nahitaji mchezaji ambaye yuko fiti kwa 100%. Hata kama mtu anauma mafua, meneja Pantev hataki kumtumia kwa sababu mpira wake muda wote ni nginja, hasa mtu asije akatufia uwanjani. Kwa hiyo mtu akiwa na maumivu kidogo tu anaambia huyo asubiri. Kwa hiyo ameshakaa sawa sawa hivi sasa. Kesho timu ikirejea mazoezini na yeye atakuwa sehemu ya wachezaji hao kuelekea tarehe 26. Jadu anauliza hamjafikiria kupunguza kiingilio pengine kwa sababu tayari mambo yameshaanza kuendea vizuri, ama atakufanya bure kabisa? Ni msiba peke yake ndio hauna kiingilio. Umenelewa Ni msiba peke yake ndio waga bure, lakini starehe yoyote iliyobaki hapa duniani ina kiingilio chake. Na Simba Sports Club tunakwenda kwenye starehe, na tena sio starehe ya kawaida, ni starehe ya kiwango cha hali ya juu mno. Ni starehe ambayo inakustarehesha mwili wako wote, ni starehe ambayo inaburudisha akili yako, ni starehe ambayo inafurahisha macho yako, ni starehe ambayo inakuacha ukiwa na roho nyeupe mwaka mzima. Starehe ya namna hiyo huwezi kuingia bure my brother, lazima ulipe kiingilio ili uende ukastarehe. Haiwezekani Abraham Morris akuburudishe wewe bure, haiwezekani. Haiwezekani Nabi Kamara apige visigino pale vya bure, haiwezekani. Haiwezekani Wilson Nangu afunge goli la kichwa pale bure, haiwezekani. Haiwezekani Simba mweusi Jonathan Soa awapige watu venga vingi pale kwa bure, haiwezekani. Haiwezekani. Itakuwa ni uhujumu uchumi. Kwa lazima tuweke kiingilio, kwa sababu watu wanakwenda kwenye starehe. Kaka yangu Jadu, huwezi kwenda kumuona Selemani Mwalimu bure kaka. Mchezaji wa daraja la juu la World Cup, huwezi kwenda kumuona Rushain bure my brother. Ni mambo ambayo hayawezekani. Huwezi kwenda kumuona Yakubu Suleiman kwa shilingi 3,000 ama 2,000, haiwezekani. Ni fedheha kubwa, ni Tanzania wani yule. Haiwezekani kwenda kumuona Kagoma bure, ni kumtusi yule Kagoma. Kwa lazima tuweke viingilio, tena viingilio vya maana kweli kweli, kwa sababu unakwenda kupata starehe ya roho yako. Unakwenda kujisahaulisha matatizo yanayokukabili wewe na familia yako tarehe 26. Na hiyo siku watu tunakwenda tunaenjoy namna hii uwanjani. Njoo na bebe yako uwanjani, kama unao 3 4 njoo nao wote waje wafurahie. Njoo na familia yako siku hiyo uwanjani. Njoeni watu wa enjoy, usije peke yako. Njoeni watu wafurahie. Hii ni starehe, uweze kwenda bure ndugu yangu. Na tarehe 26 mesha kuona movie ya Escape from Sobibo? Mesha yona
Hawajaiona wale watu waliopanga mstari wanaingizwa kwenye tanuri la moto, walivyokuwa na wasiwasi pale, kwa sababu kwanza wanakwenda kuingizwa kwenye tanuri la moto, alafu ukikimbia huku kuna bunduki, kuna mbwa anakung'ata, yani unakuwa na wasiwasi. Sasa hao ndio watu wengine wanapokwenda kwenye mechi zao. Kwa Simba Sports Club unakwenda uwanjani tarehe 26, yani unaondoka nyumbani una furaha, unaingia uwanjani una furaha, unatoka uwanjani una furaha, nyama ameshaingia hatua ya makundi. Ni kweli mpira una maajabu yake, mpira una dunda, lakini maajabu ya wale mabwana kupindua meza haiwezekani. Au nyinyi mnayaona? Yani sisi Simba Sports na akili zetu, yule Nsingizini la kwanza, la pili, la tatu, dakika 90 labda tucheze miaka 3 ndio watapata goli moja kila mwaka mmoja. Jamani, natumai tumemaliza kila mmoja ameridhika hapo dakika 38 unakata mara 2 hapo ili upate viewers wengi. Mwisho mwezi mara 3 nakate 8 na mnaandika na title za uongo.